Ndugu zetu ambao wasiokuwa Waislamu, hususan Wakristo, wao wanaamini kuna kitu kinachoitwa dhambi ya asili. Na dhambi ya asili hiyo imekuja kuondolewa kwa kumwagika kwa damu ya Bwana Yesu katika msalaba. Kwa hiyo Yesu alipomwaga damu yake pale, ndio imekuwa sababu ya mambo yetu kwenda. Japo dhambi ile ya asili mpaka leo wanaamini bado haijaondoka. Sawa? Bado iko. Lakini damu ya Yesu ilisaidia tu yale mambo kuweza kusogea. Sasa haya ni mafundisho ya kutunga. Katika hili siku ya leo nimeona bora niliseme ili na wewe ndugu yangu unaisikiliza uelewe kwamba hayo ni mafundisho ya kutunga. Kwa nini ya kutunga? Kwanza, fundisho lolote msingi wake lazima uwe maandiko sahihi. Ukiyasoma maneno ya Bwana Yesu yaliyoelezwa, japo kwenye Biblia kuna injili 4. Kuna injili ya Mathayo, injili ya Luka, injili ya Yohana na injili ya Marko. Hizi injili 4 zote maneno ya Yesu ni 23%. 77% sio maneno ya Yesu. Ukitaka kuamini haya, katafute Biblia moja inaitwa Red Bible, Biblia nyekundu. Katika Red Bible wameainisha maneno ya Yesu ni asilimia ngapi na maneno yasiyo ya Yesu ni asilimia ngapi. Kwa hizo injili zenyewe zinazoitwa za Yesu, 23% tu ndio maneno ya Yesu. 77% sio maneno ya Yesu. Maanake maneno ya watu. Kwa hiyo wewe mtu unayesoma injili lazima uwe na uwezo wa kutofautisha yapi ya Yesu na yapi sio ya watu. Ili ya watu uwe na uwezo wa kuyapinga, ya Yesu uwe na uwezo wa kuyakubali. Tatizo la Wakristo wengi, hata ya Yesu hawayajui na ya watu hawayajui. Kwa hiyo leo ninawapa kazi kidogo, waende wakajitahidi wao wanajua maneno ya Yesu ni yapi na ya watu ni yapi. Ili wakiambiwa hili silo wasiwe wanakasirika. Wao wanajua limekataliwa la watu. Sasa ukirudi kwenye mafundisho ya Yesu, kwenye ile 23% ya maneno ya Yesu, hakuna pahala popote Bwana Yesu amefundisha dhambi ya asili. Na Yesu anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wapi Yesu kawafundisheni dhambi ya asili? Kwa hiyo haya ni mafundisho ya dogma yaliyopandikizwa kwa watu. Kwa bahati mbaya, mafundisho haya yamewaishi watu. Na watu wamekaa nayo kwenye mioyo wakiamini ni mafundisho ya Mungu. Lakini hata ukienda kwenye vitabu huko vya nyuma, sawa, ukisoma huko utaona kina Ezekieli, kina nani wamefundisha nini. Ukisoma kwenye vitabu vyote huko vya nyuma vinakataa uwepo wa dhambi ya asili. Sawa, ukisoma inasema mababa wasihukumiwe kwa ajili ya dhambi za watoto wao, na wala watoto wasihukumiwe kwa ajili ya dhambi za baba zao. Sasa kwa nini sisi tuje tuhukumiwe kwa ajili ya dhambi ya baba yetu ambaye ni Adamu, wakati Biblia inasema watoto wasihukumiwe kwa ajili ya dhambi za nani? Za baba zao, na wala baba zao wasihukumiwe kwa ajili ya dhambi za nani? Za watoto wao.